Kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa, naitwa Damu Hussein. Inaripotiwa kwamba rais wa Marekani Donald Trump amewaambia watendaji wa makampuni ya mafuta na maafisa wa usalama wa taifa wiki hii kujiandaa kwa kizuizi cha muda mrefu cha Marekani kilichokusudiwa kuilazimisha Iran kusalimu amri kuhusiana na mpango wake wa nyuklia. Rais wa Marekani Donald Trump anataka kulazimisha mashambulizi mazito na makubwa zaidi nchini Iran, na mpango wake ni kuhakikisha anailazimisha Iran kusalimu amri kutokana na mpango wake wa nyuklia. Lazima Iran iachane na silaha za nyuklia. Iran haiwezi kuzalisha nyuklia, alisisitiza rais huyo wa Marekani Donald Trump. Kamanda mkuu wa Marekani alisema Jumatano kwamba alikuwa ameelekeza jumla ya meli 44 za kibiashara kukiuka kizuizi hicho kama sehemu ya kizuizi chake dhidi ya Iran. Anachotaka ni kuona Iran ishambulie meli hizo ili wa Marekani waweze kuzishambulia meli za wa Iran, lakini pia wapate sababu ya kuanzisha shambulizi zito dhidi ya Iran. Wa Iran hata hivyo kwa wakati huu wamejiandaa vilivyo, huku wakijaribisha mifumo yao ya ulinzi wa anga katika kipindi hiki. Rais wa Iran Masoud Pezeshkian alisema kuzuiwa kwa bandari za nchi yake ilikuwa ni hatua ya upanuzi wa shughuli za kijeshi na Marekani licha usitishaji wa mapigano unaoendelea. Kuendelea kwa mbinu hii ya ukandamizaji hakuvumiliki, aliongeza rais huyo wa Iran Masoud Pezeshkian. Bei ya mafuta ambayo imefikia kiwango cha juu cha miaka 4 iliyopita, siku ya jana Alhamisi, kiwango cha kimataifa cha mafuta ghafi kilipanda zaidi ya 7% hadi dola 126 kwa pipa kabla ya kupunguza biashara alasiri jijini London. Matokeo ya mgogoro wa Mashariki ya Kati yanazidi kuwa mabaya zaidi kila saa inapopita. Sasa ni wakati wa mazungumzo kwa suluhu zinazoturudisha nyuma kutoka ukingoni, Guterres aliandika kwenye mtandao wake wa X mnamo siku ya leo Ijumaa. Kadhalika, mkuu wa shirika la nishati ya kimataifa Fatih Birol aliuambia mkutano katika makao makuu ya shirika hilo mjini Paris kwamba dunia inakabiliwa na mgogoro mkubwa zaidi wa nishati katika historia. Marekani hata hivyo kwa sasa imeshindwa kutambua ni namna gani itaweza kufanya mazungumzo kutokana na kwamba wa Iran wamekuja na mipango ambayo yeye binafsi anasema hakuielewa. Wa Iran wanachotaka kwa sasa ni kusitishwa kwa mapigano, lakini pia kuitaka Marekani iondoke katika mlango wa bahari Hormuz, lakini suala la nyuklia litazungumzwa baadaye. Hili limemlazimisha rais huyo wa Marekani kupata hasira na kuona kwamba lazima Iran ishambuliwe kwa muda mfupi kwa mashambulizi mazito na hatimaye isalimu amri na kuhakikisha wanaachana na mpango wa uranium. Lakini Israel nayo wakati huu inatishia kuchukua hatua thabiti dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Waziri wa ulinzi wa Israel Katz ametoa tahadhari kwamba kuna uwezekano hivi karibuni wanaweza kulazimika kuchukua hatua kwa mara nyingine tena dhidi ya Iran ili kufikia malengo yao ya vita. Lakini kamanda wa kikosi cha anga cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu Majid Mousavi amesema hata operesheni adui iwe fupi ama ndefu na ya kimkakati itakabiliwa kwa mashambulizi yenye uchungu na ya muda mrefu na makubwa. Wa Iran wanasema wana silaha ambazo hawakuzitumia katika vita vya siku 40. Sasa zitadhihirika na zitaonyesha uharibifu mkubwa dhidi ya Israel pamoja na Marekani. Wakazi wa Tehran wamezungumza mapema na waandishi wa habari wakielezea hisia za kukata tamaa kwamba serikali ya Marekani pamoja na Israel ilikuwa ikishikilia kutaka kufanya mashambulizi makubwa dhidi yao, na hatimaye walifanya mashambulizi hayo mnamo Februari 28. Ni jambo ambalo wao wanapinga na hatimaye wanaungana na serikali yao kwamba hawapo tayari kuona Iran ikiwa mikononi mwa Marekani. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Damu Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.